Yes, bwana, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kupeana updates mbalimbali, habari mbalimbali za kimichezo, hususa dabi ya tarehe 29 siku ya Jumatano hapo ambapo Simba Sports Club na Yanga wataweza kukutana kwa ajili ya kuweza kukichapa dabi hii kali kabisa, dabi naweza kusema dabi ya Kariakoo inawakutanisha vigogo viwili, na tutaenjoy kwa sababu ni dabi ambazo zinafuatana tarehe 29 na tarehe 3. Kwa hiyo ni siku kadhaa tu hapa katikati. So niko na my brother from another mother kutoka 92.5 mjini FM. Si mwingine ni Lugano Israel. Nipo naye hapa kwa ajili ya kuweza kupiga mzee wa black and white, by the way. Msisahau hilo. Lugano Israel upo live kupitia Ben TV Media. Lugano uko live kupitia Ben TV Media. Ndio. Safi. Miongoni mwa vitu ambavyo Lugano tunataka tufahamu ukiwa kama mwana michezo na mchambuzi, ilikuwa ni kiu yako kubwa sana kuweza kutamani dabi hii waweze kukutana, dabi ya Muungano. Tuanza kwanza kuichambua dabi ya Muungano kwa sababu Ahmed Ally yeye jana wakati anafanya press na waandishi wa habari baada ya mchezo kumalizika, alikiri kuitamani huu mchezo kwa kiasi kikubwa sana. Lugano Israel napigwa madam, kama kuna nafasi ya kuona dabi ya kwanza napigwa, dabi ya pili napigwa, ukiachana na dabi ambazo za kawaida za kutoka kwenye ligi, basi nitamani dabi hii ya Muungano itokee, na bahati nzuri imetokea na tuenda kushuhudia dabi. Lakini baada ya dabi ya Muungano tutaenda kushuhudia dabi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa utamu juu ya utamu, yani watu wanaenjoy. Yani kama mtu atapasuka mara mbili, basi manake itabidi akubali kupasuka mara mbili. Kama atapasuka mara moja huku, mwingine atapasuka kule, itaangaliwa faida, nani kafaidika sana. Huyu kabeba kombe mapema, huyu kapunguza pointi au kaongeza pointi, vyote vitaweza kujulikana baada ya tukio. Lakini sisi ambao tunapenda soka tutakuwa tumeshaburudika vya kutosha na tumeenjoy kusema ukweli. Jana watu wanasema ni kama vile Mlandege na Simba level tofauti. Kwa hiyo wasijisifie Simba kuweza kumfunga Mlandege kwamba level zao tofauti. Kwenye hili Lugano Israel, ni unaonaje? Kulikuwa na uhalali kabisa wa Simba kuweza kushinda kwa sababu watu wengi sana wanatamani dabi hii ya moto sana. Simba hawakuingiza fulu mkoko kwenye ule mchezo. Kwa hata wao wenyewe pia waliamini kwamba dabi kwa maana mchezo wa Mlandege na Simba wao wenyewe waliuchukulia kama mchezo wa kawaida tu, mchezo ambao hautaki kutumia nguvu nyingi sana. Na picha kubwa ukiangalia ni kwamba Simba angalau walikuwa watengeneza picha ya kuandaa baadhi ya wachezaji wawe fiti kuelekea kwenye dabi ya ligi. Kama chochote kiza katokea, basi pia kwenye dabi ya ligi watu wawe fiti. Lakini walipoona kwamba kuna nafasi ya kukaza na kuweza kupata matokeo kwa wachezaji waliopo na wengine ambao kwa benchi wakaongezeka, wakatengeneza nguvu na wakapata matokeo. Goli 3-0 zikawatosha Simba kuingia katika hatua ya fainali ambayo wanaenda kukutana sasa na Yanga. Lakini mimi naamini Simba walipata testi nzuri sana kutokana na wachezaji ambao wengi ni wale ambao hawapatagi nafasi, tuseme wale ambao wanakuwa sabu kwa upande wa Simba. Walipata nafasi ya kucheza na waliwatumia vizuri, na ndo namna ya kuongeza upana wa kikosi ambao walitumia. Lakini ni kwamba kama Simba walikuwa wanaingatia sana meno kombe la Muungano. Kwa hiyo lakini imetokea waenda kukutana na Yanga, itabidi waangalie sasa kikosi kizima ambacho kitaenda kule kucheza na Yanga. Lakini ni asilimia kama 80 hivi. Wachezaji wengi wa Simba walikuwa ni wale ambao wanatokea bench. Kwa hiyo uwezo ukasema ilikuwa ni fulu mkoko, ila baadaye wakaongeza sasa wale wachezaji, baadhi wachezaji kama 5 hivi, wale wa kikosi cha kwanza. Kwa hiyo kutoka asilimia 80 kafika mpaka asilimia 70. Kipindi cha pili kaingia wachezaji ambao ni fulu mkoko wa Simba. Kwa hiyo unaweza kuzungumza kwamba dakika za mwisho Simba wakapata matokeo, lakini kikosi cha kwanza hakikuwapa matokeo. Okay, unazungumziaje sasa huu mchezo kwa tathmini yako? Ni mchezo ambao utaenda kuleta ushindani, hasa ukizingatia wanadabi pia nyingine inayofuata ya tarehe 3 ni tofauti ya siku 3, kwamba hii ni Jumatano na hii dabi nyingine ni Jumapili. Unaona kuna
kuna nguvu yote itawekwa kwenye vilabu vyote viwili, hasa kwenye huu mchezo wa kesho kutwa Lugano Israel? Si kama unanipata vizuri hapo? Naam, nakupata vizuri kabisa. Beni, siku tatu, kwa maana ukipiga mahesabu kwenye siku tatu ni masaa 72. Umeelewa? Lakini mchezo huu utachezwa tarehe 29. Tarehe 29 wanakata 29 mpaka tarehe 30. Kama mwezi unapaka tarehe 31, tayari hapo unakuwa na siku mbili hapo kabla ya kwenda kwenye mchezo wenyewe, kujumlisha na kuwa siku 5. Unaelewa? Siku 5 zinatosha kabisa kwa mchezaji kupumzika, na safari ya kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam ni masaa 3, kama sikosea 3 au 4. Ni mwendo ambao haukuchoshi sana, tofauti na watu ambao wanakaa masaa 10 barabarani, timu ambazo zinasafiri umbali mrefu. Umeelewa? Kwa hiyo ni iko ndani ya uwezo wa kucheza dabi nyingine, labda kama watu watazungumza kitu kingine, lakini naamini hakuna kitu kingine cha kulalamikia zaidi ya mchezo kupigwa. Unaona kutakuwa na mvuto ule ambao watu wengi au mashabiki wengi sana wanatarajia, kwa sababu mechi iliyopita dabi tuliona waamuzi jinsi ambavyo hawakuitendea haki ile dabi, na tuna dabi mbili, na nimesikia dabi ya tarehe 3 waamuzi wanatoka nje ya Tanzania. Kuna ukweli gani kwenye hili pia, tukianza na hilo la kwanza kuhusiana na dabi ya ligi ambayo waamuzi watakuwa wametokea nje ya Tanzania? Kinawezekana kawa ni kitu kizuri, kwa sababu watakuwa wale hawana mapenzi, hawaegamii kwenye timu yoyote. Kwa hiyo chochote ambacho kiamua, hata kama itaonekana timu fulani imenufaika nao, hataonekana kama wamependelea, wataonekana tu kama ni makosa ya kimchezo, tofauti na marefa wa hapa nchini ambao kama akichezesha ikitokea labda upande mmoja hujaridhishwa, wanaonekana kama kanunuliwa na vitu kama hivyo, au huyu atakuwa shabiki wa timu fulani kaipendelea timu yake. Lakini kwa maana waamuzi ambao watatoka kwenye nchi nyingine ambao hawana mapenzi na Yanga wala Simba, chochote atakachoenda kuchezesha kitakuwa halali, kila mmoja anaweza kana karidhika zaidi. Kwa hiyo tunaweza kupunguza lawama za hao marefa. Lakini kwangu mimi nadhani sisi kama waandishi wa habari tushawahi kutoa mapendekezo kwenye bodi ya ligi na TFF wenyewe ili kuwatumia waamuzi wa nje, lakini sio waamuzi wa nje wanakuja tu kutumika hapa wakati kwao hizo taratibu haziruhusu. Ni lazima kuwe na muunganiko wa nchi ambayo waamuzi watakuja kutumika hapa. Maana yake waamuzi pia wa kutoka hapa wao na uwezo wa kwenda kuchezesha kule, kwa sababu itakuwa ni kitu cha ajabu sana. Unawanufaisha waamuzi kutoka nje kwa dola za mapesa mengi sana ambayo utawapa, kwa sababu pesa ambayo utapewa waamuzi wa hapa na wageni ni tofauti. Kwa hiyo itakiwa iwe win-win situation, kwamba TFF kulikuwa na haja kama kwenda kuzungumza na FA ya wapi, shirikisho la labda Misri au Morocco, kwa bwana sisi tunataka tunasaidiana kwa upande wa waamuzi. Sisi tuna waamuzi wetu wazuri, wana beji ya FIFA, na ninyi najua mna waamuzi wazuri wenye beji ya FIFA. Tunaomba sisi tutakapohitaji kwenye dabi waje kuchezesha hawa kutoka kwenu, na sisi turuhusu wachezaji kwenu waje kuchezesha kwetu. Kwa hiyo ingekuwa ni exchange nzuri sana, lakini hii mimi sijaifurahia ya upande mmoja. Tunaenda kuchukua waamuzi kutoka nje kwenye dabi. Vipi waamuzi wetu watanufaika vipi kwenye dabi? Kwa sababu kama ni dabi atakaochezesha waamuzi kutoka nje, waamuzi wetu lini watakuwa na ubora? Kwa sababu naamini ukichezesha mwamuzi wenu kwenye dabi ina maana unamtengenezea value. Unanielewa? Kwa hiyo sasa ilitakiwa nao wanaenda kutengeneza value kwenye dabi zingine. Iweje wanakuja waamuzi kutoka nchi zingine wapate value kwenye ligi yetu, alafu waamuzi wetu wasiende kupata value kwenye ligi zao? Kwa mimi binafsi ninadhani bodi ya ligi na TFF wajaribu kufikiria kwa kina, kuwaleta waamuzi kutoka nje. Inawezekana ni nzuri, lakini ni nzuri sana kuwapa hadhi pia waamuzi wetu wa ndani. Lakini ukifikiria pia kingine, wamefikiria nini uongozi wa bodi ya ligi, kwa maana bodi ya ligi au TFF wamefikiria vipi kuwaleta
waamuzi kutoka nje, wakati dabi iliyopita haikuwa na waamuzi kutoka nje, walichezesha waamuzi wa ndani? Au kuna dabi ambayo inatakiwa ichezeshe waamuzi wa ndani na wengine wa nje? Kwa hiyo hapo tunaweza kufikiri kwamba kuna shida katika maeneo hayo. Kwa nini dabi ya kwanza ichezeshwe na mwenyeji kwa maana mzawa au mwamuzi wa ndani, na kwa nini dabi nyingine ichezeshe dabi kwa maana mwamuzi kutoka nje? Hapo kuna changamoto na shida. Kwa hiyo wangeacha tu kama dabi iliyopita alichezesha mwamuzi wa Kitanzania, awangechezesha huyo mwamuzi wa Kitanzania. Kwa hiyo sijaona umuhimu wa kubadilisha waamuzi wengine wakati mara kwanza mlichezesha waamuzi kutoka Tanzania. Pengine kama wangechezesha kuna dabi moja ilichezesha waamuzi kutoka Misri, wangekuwa na mwendelezo ule, wala tusingehoji hicho kitu, lakini walibadilisha hapo katikati. Ni sababu gani ziliwasababisha wakabadilisha hapo katikati? Hizo sababu ambazo zilisababisha wakatumia waamuzi wa ndani badala ya waamuzi wa kigeni kutoka nchi nyingine. Hiyo wangetumia kwenye mechi dhidi ya Yanga na Simba dabi, kwa sababu hakuna sababu nyingine tena ambayo inabadilika hapo tofauti na dabi ya mara kwanza. Lugano Israel, kesho tutazungumza zaidi. Nafikiri kwa leo tuishie hapa kwa sababu kesho kutakuwa na uondo zaidi kuelekea Jumatano. Naam, huyo alikuwa ni Lugano Israel. Nimepata nafasi ya kupigana histori kuelekea dabi ya tarehe 29 ya mwezi huu wa 4 na dabi ya tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hakika kutakuwa na burudani ya kimpira, naweza kusema hivyo, burudani ya kimpira, kwa sababu soka ndio sehemu halisi pia ya watu kuweza kukutana na kuweza kuburudika. Hapo ulipo basi usisahau kusubscribe. Mimi naitwa Ben Talented, mchambuzi wako bora kabisa kupitia channel yako pendwa ya Ben TV Media. Nikutakie siku njema na tukutane katika video zinazofuata. Comment yako ni muhimu sana kwa sababu tunapitia, tunazingatia na tunafuatilia pia. Asante na kwaheri.